TV. Furaha kiganjani. Zaidi ya watoto 14,000 huzaliwa na ugonjwa wa sickle cell nchini Tanzania, ambapo ugonjwa huo wa sickle cell ni ugonjwa wa kurithi ambao mtoto huzaliwa na vinasaba vyenye hitilafu kutoka kwa wazazi wote wawili. Baadhi ya wazazi wa watoto wenye matatizo ya ugonjwa huo wanawaficha watoto hao kwa kuamini kuwa wamerogwa, jambo linalowanyima haki ya msingi ya kupata matibabu. Wakizungumza katika maadhimisho ya mwezi wa wagonjwa wa sickle cell yaliyofanyika Chwaka, mkoa wa Kusini Unguja, baadhi ya wazazi wa watoto hao wameiomba jamii kushirikiana kwa pamoja kuwafichua na kuwasaidia watoto hao ili kurahisisha upatikanaji wa huduma hizo ambazo zinatolewa bila malipo. Kuna watoto kama hawa walio matatizo ya sickle cell wako majumbani, hawapeleki hospitali wakisingizia kwamba wengine wanasema amerogwa, lakini si kweli. Maradhi haya ni maradhi kama maradhi mengine na nasumbua watoto wetu wengi. Kwa hiyo naomba na wale wenzangu ambao wana watoto wao majumbani wasikae na majumbani tu kutegemea kwamba kuweka kisingizio kwamba amerogwa, walete hospitali. Watapata ushauri kwa daktari na dawa. Kwamba nashawajihisha wazazi wenzangu au wanaume wenzangu kwamba wawe bega kwa bega juu ya watoto wao kwa ajili ya kuwalea vizuri katika misingi vizuri, na wawe wanawapa motisha na furaha kwa kila jambo ambalo linalotokezea. Wasiache wanawake tu, wanawake wao na mambo yao mengi, lakini na sisi wanaume tunatakiwa tuwe katika kipaumbele katika kuwasaidia na kuwashajihisha watoto, kwa sababu watoto wanalelewa baba na mama. Hapa viongozi wa jumuiya ya Sickle Cell Zanzibar ZASCO wamesema wameanza kutoa vitambulisho maalum kwa mashujaa wanaoishi na sickle cell ili kutambulika kwa urahisi wanapokuwa katika harakati zao, ikiwemo za kimasomo na maeneo ya huduma za kijamii. Anaweza akasema mimi nina sickle cell, kitambulisho iko wapi? Kwa hiyo kitambulisho kinaweza kumsaidia kumtambulisha kwamba yeye ni shujaa wa sickle cell. Na ndio maana tuko nao pamoja katika kuhakikisha kwamba sehemu zao za kazi, sehemu zao kama vile za masomo, kama skuli, kule tayari kuna taarifa kamili ya utambulisho wao ili waweze na wao kuonekana kama watu wengine. Naamini kabisa kwa pamoja tunaweza. Na hapa ombi linatolewa kwa serikali. Huduma zipo nzuri, vipimo, kila kitu, lakini nafasi ya kukaa kwa kufikia pale nje ili mpaka tuingie ndani kuona na daktari. Hapana eneo la nje la kukaa watoto wetu. Tukifika pale tunakaa nje, jua letu, mvua yetu, mpaka unamaliza kliniki. Kwa watoto ambao washafikia umri wa miaka 13, wanapoingia wodini, madaktari hawaruhusu kuwaeka wale na wazazi wao. Na kama inavyojulikana maradhi yale, mtu viungo vinamuuma, anahitaji kukandwa, anahitaji kuchuliwa, anahitaji kwa karibu na mzazi wake. Lakini madaktari wanapowatoa wazazi, watoto wanakuwa hawako vizuri. Tulikuwa tunaiomba serikali, kama serikali iwajengee sehemu yao special, hawa ni wagonjwa wa sickle cell. Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Jina langu ni Subira Salu.